Chiriku mama. Chiriku, mbona niadhibu hivi? Dozi nilokupa ni ndogo sana. Usiponiambia Nuru yuko wapi, ikipita siku ya leo la konko, utakuja kujutia. Chiriku, hadi sisi tunamtafuta huyo Nuru na hatujui yuko wapi. Alitoweka tu katika himaya yetu, tunamtafuta pia na hatujui nani kamchukua. Endelea kuficha, muda utanieleza. Toka! Toka! Chiriku mama ye. Chiriku. Nuru, karibu katika makazi mapya. Mbarikiwa. Misukosuko yote na tabu zote unazozipata ni kwa sababu ya babako mzee Ramadhani. Wewe tangia ukiwa mdogo ulizaliwa uko na nguvu, na hizo ndo watu wote wanazihitaji. Hata mimi mwenyewe nahitaji hizo nguvu, na ndio maana nikakuweka hapa. Ndani ya siku 40 itakuwa nimeweza mambo yangu yote, na itakuwa tayari nimechukua hizo nguvu ninazozitaka, na nitakuwa ukiwa huru na wala sitakuumiza. Mbarikiwa. Kwani nini? Asani kauza mshedede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Asani kauza mshedede, amezidi ubishi. Mifunza mwa. Kwani nini? Asani kauza mshedede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Vipi ndugu yangu, kwema? Kwema. Na wewe vipi? Kwema utokako huko? Niko kwema. Vipi macho yangu kitu gani? Wewe kwa mtazamo wako unaona hiki ni kitu gani? Mimi sielewi, naona tu kimevimba vimba. Basi sawa. Endelea kufikiria kwamba kimevimba. Kweli bwana ndugu yangu. Ulikuwa unanicheka sana. Tukikutana nikipishana nawe na tuwapo na tumamate pembeni eti nanuka. Haya leo kiko wapi? Tuachane na haya. Kweli nilikuwa nakucheka. Lakini hiki kijiji naweza nikakucheka leo, lakini kesho nikachekwa mimi. Yaani ndugu yangu unajua mimi na wazo bwana. Yaani hapa najangikia nipone, tena nishapona. Nataka nitoweke katika kijiji. Yaani kimbie kabisa. Nisikilize Hasani. Yaani hiki kijiji kina wakulungwa kila kona. Ukipita huku wamo, ukipita huku wamo. Sasa unaweza wewe ukajidanganya kwamba utoroke, lakini ukajikuta bado upo katika hiki kijiji. Hii hali ninayopitia mimi sio kwamba naipenda, sio kwamba siteseki, nateseka sana. Lakini cha msingi ni kwamba tukae chini na wazee, tuwaombe msamaha. Wataweza kutufikiria labda kutuondolea hii hali. Sema sawa, nimekuelewa. Sitofanya hivyo kama nilivyowaza. Sawa. Ila hata kama ninabusha, lakini sio kwa harufu ninayosikia. Wapi? Ungejiona unavyotembea mwanangu. Acha nicheke kwanza. Haya bwana. Ulinzi wote tunaompa atoroke. Yupo mtu. Au wewe la konko unajua alipo. Ushaanza. Mimi najuaje? Na unajua kabisa la ngongo mimi na kwako wewe, nashindaje kukwambia? Au unajua?
Lakonko umeanza maigizo yako. Haya, mimi ningejua tungekaa hapa kujadili. Tungesimama hapa kujadili ningejua. Unajua, niambie basi, mimi sijui. Sasa mimi najua nini? Umeanza. Baada tujadili tunafanyaje? Tusi tukaliwa nyama. Unaanza kuniambia mimi najua alipo. Mimi najua alipo wapi? Sasa sijui tunafanyaje jamani? Tunafanya nini? Kama unajua niambie. Au tukamwambia hata mzee Kigoda ajue anatusaidiaje. Sema basi, mimi sijui. Yaani mimi ningejua tu mtu alomtorosha moja kwa moja kwa mzee Kigoda. Mbona kama unajua? Lakonko tutagombana. Nimekwambia sijui. Itawezekana kweli na nitamjua. Yaani huyo mtu kama alifanya usiku, mimi nitafanya mchana, na kama alifanya mchana, mimi nitafanya usiku. Lazima nitamjua huyu ni nani hata kunichukua mimi. Ila tutafanya juu chini, lazima tumkomboe Nuru. Haiwezekani mzee Kigoda sasa tushinde na wacha wenziwe. Ila kwa ninavyokujua Bichiriku atajulikana kweli. Mzee Kigoda katenda giradi. Wanakombele katenda giradi asimulie. Bae bae mienu viatendile. We katenda giradi asimulie. Bae bae mienu viatendile. Sasa tutatendua. Hatukubali hata kidogo. Haiwezekani. Kwa sababu hao waliga mamba zinojo upo unaloka. Sasa huyu hata kutukana wako zake. Sosha nielewa, hata kuligwa imamba. Kwani nini? Asani kauza mshedede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Odi. Karibu. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Samani mama, nimerudi tena. Ina maana wewe bado ukutana mzee Ramadhani mpaka leo hii? Kwa mzee Ramadhani nilienda lakini sijamkuta. Labda katoka, ungefanya subira mara moja uweza kukutana nayo. Wewe uone unavyoumia unavyoteseka hivyo. Sijaenda mama, niko naomba unisaidie nipone maana hali yangu inazidi kuwa mbaya mama. Mimi kukutibia nataka. Lakini sasa naomba ukutane na mzee Ramadhani aniruhusu mimi wewe mkutibie. Sio, nielewa? Mpaka nipate ruhusa kwa mzee Ramadhani. Bindimu mtibie, mimi nakutibia, mimi nakuonea huruma, unajua unateseka sana unajua. Nimeenda mama, lakini kila nikienda simkuti kwake. Hebu angalia unapotembea kwanza, angalia jinsi ulivyo. Hadi kuzofika sianza kuzofika sasa hivi. Naona mama, naumia sana. Yaani mbaki nywele tu kama mpunga kisele. Wewe mwenyewe ulivyo hata ueleweke kama mwanamke au mwanamume. Jinsi yako haisomi kabisa yani. Magu kama hivyo unatembea kama unabusha. Jitahidi ukutane na mzee Ramadhani, mimi anigeruhusa nikutibie. Umeelewa? Sawa bibi. Unakuelewa ngoja basi. Rudi tena. Wewe jitahidi, fanya juu chini mpaka ukutane na mzee Ramadhani. Ukutane na mzee Ramadhani tu akikuruhusu, mimi nitakutibia. Niko tayari kabisa nikukomboe katika mtihani. Mtihani mzito huo mkuu wangu. Sawa mama, basi naenda. Pole. Ataushika Yana kaja na nzia huyo jamani. Watu wa siku hizi hawasikii. Hao watu wa 2000 hawasikii kabisa. Eti siku ya kwanza ungekutana na mzee Ramadhani, alikwambia usiende kule, usingeenda. Lakini ukaifanya ndio unajua wewe ndio kila kitu, ukaenda zako huko. Unaona chukutana nacho sasa? Asa wewe itakuwa fundisho. Fundisho kwa vijana wote. Kama watu wa 2000 mwasikie wazee watangulia kuliona jua, ndio wewe fundisho lao. Watu sasa hivi wakaidi, tena wakaidi kweli kweli. Na mtu akaidi, afaidi mpaka siku ya Eid. Ndio hiyo umekutana nacho. Mimi nitakutibia wewe. Ukutana na mzee Ramadhani, uogoje utakuisha. Yeye atakufundisha kwa watu wote. Angalia kwanza. Magu, kama vile anabusha nini? Busha la mwana Mungu linatembea hivi kabisa kama nina kilo 100 hivi. Ndio anatembea, mwangalie kwanza. Ujeuri tu. Yasingemkuta yote haya. Bibi ndimu anakuwa
anausaka huo, ataushika huo. Bibi ndimu anapekua pekua, anausaka huo. Ifi yangu, nimekuta hapa kuna kitu nataka nikwambie. Haya, kitu gani? Maana wewe nayo upoi. Tena sio kitu, ni zaidi ya kitu, maana siri kubwa. Ndio nite huku jamani Chobingo. Nakwambia siri kubwa, sasa nikwambie mbele za watu au? Siri gani kipeleto wewe mtu mfupi? Niambie kusikia. Sasa sikiza nikwambie. Mimi nimekaa nikaona hili jambo kukaa nalo peke yangu sio kweli. Maana hili jambo kubwa, jambo zito. Ndio maana nimeamua kukuita nije kukwambia. Haya Gambila. Hivi, unajua alohusika na kupotea kwa Nuru ni Mbarikiwa na Bishakira? Nini? Tati. Sawa. Siku ambayo amekuja kunisaidia mimi nilivyopewa kilema na Bindimu. Ili kulifupisha hili jambo, ni lazima tukae kitako chini na mzee Kigoda. Swala la ndoa hili lisipite. Sawa Mbarikiwa. Basi kama nielewa, mimi naomba niwaache niondoke. Nashukuru. Ina maana mimi Bishakira ananifanya kama mbogoso. Tukikaa tukianza kusema na mzee Kigoda ananichota. Kumbe siri nzima anijua. Ndio maana nakwambia ili jambo ni la siri. Nikaona ngoja nimwite na mwenzangu tuje tuliongelee hili swala. Ina maana unatuchezea mchezo. Bishakira ananifanya kama nini? Ananifanya mimi mbogoso. Tulia sasa mbona unakuwa unapayuka payuka? Basi niacha umbea. Wenda kuliwa nyama ya kwanza. Nakizidi na kutoroka. Unajua bado kidogo tuliwe nyama na mzee Kigoda? Unajua bado kidogo tuliwe nyama na mzee Kigoda? Najua, ndio maana ukaniambia. Usingetisha ungenificha. We naye. Kwa hiyo shoga yangu ndio hivyo. Usimwambie mtu, hii ni siri. Simwambie. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ninakubamba sijakubamba. Ninakubamba sijakubamba. Wewe. Haya. Naambia ukweli. Usinifanyie hivyo. Usinifanyie hivyo Bindimu. Mimi nitakwambia kila kitu. Haki ya Mungu. Unakaa mdomo Unaprecha. Hila. Nitakwambia kila kitu Bindimu, usinifanyie hivyo. Unajua ulivyonipa kile kilema niliteseka sana. Nitakwambia kila kitu. Haki ya Mungu nitakwambia. Unajua wewe? Unaona wewe? Naambia. Alohusika na kupotea kwa Nuru alikuwa Mbarikiwa na Bishakira. Maana Mbarikiwa ulivyonipa kile kilema alikuja kuniokoa. Alikuja kunisaidia. Nilisikia akimwambia Bishakira, alimwambia inabidi mzee Kigoda azuiliwe asimuoe Nuru, maana ataleta balaa kubwa hapa kijijini. Na mwingine nani? Ni hao tu wawili. Wewe ulijuaje? Si niliwasikia wakati wanaongea pale. Kama ukiongea uongo, nitakufanya skamedi. Skavidige skapata. Pamkidi. Nitakulamba. Nitakula. Ongea ukweli. Ni hao tu wawili. Hao wawili. Una uhakika? Bibi ndimu anausaka huo. Punguza haka. Punguza. Anapekua anausaka huo, ataushika. Vipi? Mbona nishikashika vidole? Wewe angalia wewe. Chunga. Afu ogopa. Utakuponza. Na ukiongea uongo, anapekua anausaka huo, ataushika. Usipende kucheza na mimi. Anapekua. Mimi ni moto. Nitapunguza. Wapi unakwenda? Nyumbani. Ndimu mkata shombo ndimu. Unaita umbea? Ndimu anapekua. Mwana Isaya we. Mwana ngwingwingu we. Mwana Kimbia. Rudi hapa. Mwangalie kwanza. Vidoko nyanya kama kuadi. Vidoko binu kama inga vegombea kwa tandu. Mwana Isaya we. Mana maruni we. Sasa yote nimeamega. Yapa kifuani kwangu. Wanakushindana na mimi hao. Hawajajua kama ndimu mkata shombo. Nimeyachukua yote na nitafanyia kazi kwa taarifa yao. Nitatenda vile kutenda na nitatendeka.
Wana kunichezea mimi? Haya nijua ote huyo Bishakira na wewe mwenzie ote. Nitaenda nitafichua vitu vyote na nitamchukua ule mtoto. Maaruni wakubwa. Wala Isaya. Angesimama anione. Mbona mwingine akimbia? Migoko mirefu kawiti ya puru. La Konko! La Konko! La Konko! La Konko! Wewe ni nani? Na mbona sikuoni? La Konko! Mapili, mbona mnijia hivi leo? La Konko, nataka uniambie Nuru yuko wapi? Mimi sijui kuhusu Nuru na wala sijui alipo. Naomba niambie Nuru yuko wapi? Mapili, sijui kuhusu Nuru jamani, na wala sijui alipo. Unajua nataka uniambie Nuru yuko wapi? Mimi sijui. Unajua, niambie Nuru yuko wapi? Sijui Mapili. Niambie Nuru yuko wapi? Mapili, mimi Kuro kaniambia kila kitu. Na siku ambayo anasaidiwa na mzee Mbarikiwa, ndipo alisikia maongezi ya Mbarikiwa na kusema hawezi kukubali mzee Kigoda kumuoa Nuru. Na akasema hawezi kufanikisha hili. Na ndio alomchukua Nuru. Ni Mbarikiwa. Mbarikiwa. Sijui kingine zaidi ya hicho. Kwani Mapili ni mchawi? Koma, mimi sio mchawi, tena ushike adabu yako. Bibi Ndim anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi Ndim anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Bibi Ndim anapekua anausaka huo ataushika huo. Anapekua ataushika huo. Bibi Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Bibi Ndimu anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi Ndimu anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu.
bibi ndimu mkata shombo ndimu, ndimu mkata shombo ndimu. Mbarikiwa, mbarikiwa, mbarikiwa. Nimekuja tena, nimekuja na ubuyu wa moto. Ubuyu wa Babu Ali, wa Bibi Isa, wa Babu Isa, wa Vinto, Ule wa Babu Isa wa Zanzibari. Lete kashda. Nuru yupo kwa Mbarikiwa, ndo alomchukua. Mimi sasa mwanzio, katika kupiga rada zangu zote, nimepiga rada. Nimeangalia, nimepima wapi alipo, wapi. Namkamata wapi mimi huyo. Nikaangaza, nikafikiria, nikapima. Nikajua kama Nuru kwa Mbarikiwa. Sasa kichotokea basi mwanzio.